Hawa makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Tayari mahali hapa kuna watu ambao watu wanasema yuko wapi Mungu wao. Amina. Kuna mwingine anasema, wewe kila siku unaenda kwenye mikesha, mbona hatuoni mabadiliko? Mbona hatuoni kitu chochote? Sasa Biblia inasema kwamba ili watu wasiseme hivi, hawa makuhani na wahudumu wa madhabahu. Haleluya. Unapokuwa mzee wa kanisa, wewe ni mchungaji. Na ndio maana kwenye Yakobo akasema, waiteni wazee, na kwa kuomba kwa bidii watawaekea na mafuta, nao watapata kupona. Amina. Ukiwa na ile title ya uzee, wewe moja kwa moja ni kuhani. Na ndio maana ukiangalia kwenye ile katiba ya Calvary Assemblies of God, utaona anapotoka mchungaji kiongozi, anayefuata chini yake ni wazee wa kanisa, alafu ndio wanakuja hao watu wengine. Ina maana kwamba wachungaji wasaidizi, wainjilisti, walimu, wote wako chini ya wazee. Haleluya. Kwa sababu hao wana neema yao waliopewa, na wanapowekewa mafuta hayo huwa yanakaa milele. Haleluya. Namba 6, kuomba kutengenezwa upya nia yetu ya ndani, the renewing of the mind. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Tukafanywe upya nia yetu ya ndani. Nia yetu ndani ya Kristo ni kitu gani? Haleluya. Jiulize swali hili. Leo wameingia kwa bahati mbaya. Wanaitwa nini? Wale wanaopiga kule pwani. Sio Boko Haram. Kuna wa Tanzania. Wanaitwa nini? Hawa Tanzania wanaitwa nini jamani? Kibiti. Watu wa Kibiti wakiingia hapa, kwa mfano watu wa Kibiti wakiingia hapa, amina, wakaingia na mabunduki hapa, wakasema kwamba watu wote wanaomwamini Yesu wabaki, wale ambao hawamwamini Yesu waondoke, kwamba wanataka kushuti. Jiulize swali, utabaki kwenye kiti au utakimbia? Kwa sababu hilo ni swali ambalo lazima uweze kujijibu. Yaani huku ndani yako ni kwamba chochote kinachotokea, wewe uko radhi kwamba utabaki na imani yako hiyo hiyo. Kwa sababu kama hautabaki na imani yako hiyo hiyo utakimbia, ina maana bado hujamjua huyu Mungu tunayeongea habari zake. Na kama hujamjua huyu Mungu tunayeongea habari zake, basi Mungu akakusaidia ukabadilisha ile nia yako ya ndani. Nia yako ya ndani ya Kristo ni kitu gani? Priority yako ya kwanza kimaisha ni kitu gani? Ni cha Mungu kwanza au ni cha kwako kwanza? Kitu gani ni priority ya kwako? Kwamba panapokuwa na kitu cha Mungu na cha kwako, ni kipi ambacho wewe utakifanya kwanza? Utakifanya kile cha Mungu au utakifanya kile cha kwako? Ni kipi ambacho kitakuwa cha kwanza? Haleluya. 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 Niliwaambia watu hivi, nafikiri kwenye siku ya wamama, siku ya Jumatatu niliongea na wamama, nikamwambia kijana wangu anaoa. Haleluya. Nikamwambia lakini anaoa, wanapishana siku 5 na jubilee. Nikasema sijatengeneza kamati mpaka sasa hivi, sijafanya kitu chochote. Kwa sababu nikitia nguvu kwenye harusi nitaiteremsha jubilee. Ina maana kwamba ni lazima nifanye cha Bwana kwanza. Kikishasimama kimekamilika kila kitu, ina maana sasa ninaweza kuanza kuparangana na harusi. Nilichofanya nimegawa kadi, lakini sijaanza chochote, sijaanza kamati, sijaanza chochote, na zimebaki siku chache. Haleluya. Kwa maana zinapishana siku 5 na jubilee. Lakini siwezi kufanya cha kwangu kwanza kabla sijamaliza cha Mungu. Haleluya. Ina maana kwa sababu zimebanana na hakuna inayowezekana kurudisha nyuma au kusogeza mbele. Zote lazima ziwe tarehe hizo, ni tarehe hazibadilishiki. Haleluya. Na zote zinanihusu mimi kwa sababu mimi ni kiongozi mahali hapa. Nikizungumza jubilee inanihusu kwa 100%. Nikizungumza harusi ya mtoto wangu, ni mtoto wangu nimemzaa, unajua, inanihusu kwa 100%. Lakini cha Mungu lazima kwanza kitangulie. Nihakikishe kama ni michango yote ya jubilee imepita, ili nikianza sasa kuambia jamani, nikianza kuwatazama usoni kwamba mnaniacha sasa niaibike, jamani mimi ni mchungaji wenu, lakini cha Mungu nimekimaliza. Haleluya. Ina maana priority yako wewe ya kwanza ni kitu gani? What is your first priority?
Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vina maana kubwa. Kwa sababu mpaka Ayubu akapitia mateso yote aliyoyapitia, ni Mungu alitaka kuthibitisha tu kwamba huyu mtu ananipenda kweli au hanipendi. Ni hicho tu. Haleluya. Haleluya. Namba 7. Vitu vya kupambana navyo: malango, madhabahu na viti vya enzi. Ninaposema madhabahu, sizungumzi madhabahu iko hapa, lakini ile madhabahu inayepambana na kukuzuia wewe usiweze kufanya unachotakiwa kukifanya, kukuzuia wewe usiweze kufika mahali unapotakiwa kufika, kukuizuia familia yako, kuizuia watoto wako. Ina maana katika hizi siku chache zilizobaki, unapokuwa nyumbani, unapokuweko barabarani, hakikisha unapambana na malango, hakikisha unapambana na madhabahu. Ni somo ambalo nimeshalifundisha na naamini kabisa kwamba unalielewa vizuri. Kwa hiyo utapambana na malango, utapambana na madhabahu na utapambana na viti vya enzi ambavyo vinakuzuia wewe usiweze kufika mahali unapotakiwa kufika. Tunakwenda section 2. Kujenga madhabahu mpya. Sasa kule tulikuwa tunapambana, sasa tunaanza kujenga kile ambacho tunataka tukione. Kujenga madhabahu mpya kwa Bwana. Haleluya. Hiyo ni Isaya 19 mstari wa 19 mpaka 20. Isaya 19 mstari wa 19 mpaka 20 nasema, katika siku hiyo itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri kwa Bwana, na nguzo mpakani mwake kwa Bwana, nayo itakuwa ishara na ushuhuda kwa Bwana wa majeshi katika nchi ya Misri, kwa maana watamlilia Bwana kwa sababu ya watu waoneao, naye atawapelekea mwokozi mwenye kuwatetea, naye atawaokoa. Ina maana tutajenga madhabahu mpya. Madhabahu ya kwanza, mwambie jirani yako, madhabahu ya kwanza iko kifuani kwako, ni kwenye moyo wako. Hiyo ndio madhabahu ya kwanza. Kwa maana Mungu anasema kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ina maana madhabahu ya kwanza iko ndani yako wewe mwenyewe. Madhabahu hiyo hakikisha kwamba unaisafisha. Madhabahu hiyo hakikisha kwamba unaitakasa, ili Bwana atakapokuja aweze kufanya jambo. Haleluya. Namba 2. Kufanya maagano mapya na Bwana. Kufanya maagano mapya na Bwana. Yeremia 31 mstari wa 33 mpaka 34. Anasema, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana. Kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Katika hii Yeremia 31 mstari wa 33 mpaka 34 anasema, bali agano langu ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli. Bali agano langu ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Jesus Power. Haleluya. Baada ya kusamehewa dhambi na kusamehewa uovu, nimekwambia kwamba hakikisha kwamba unajitakasa. Anasema sasa hapata kuwa na mtu katikati yao ambaye ataambiwa mjue Bwana, kwa maana wote watamjua Bwana, kuanzia aliye mkubwa mpaka aliye mdogo, mpaka na yule uliyemwacha nyumbani mwako. Kwa maana ninaamini utakapoanza kushughulika na madhabahu, utashughulika mpaka na zile madhabahu zilizokuweko nyumbani kwako. Ina maana kwamba kule nyumbani kwako kama kuna mtu ambaye mjui Bwana, basi katika jubilei hii wewe utakapovuka uhakikishe kwamba unavuka nao. Haleluya. Naongea kitu kigumu? Haleluya. Nimesema hivi, nitarudia, nafikiri mjanipata ninachokiongea. Wakati tunapopambana, nimekwambia vitu vya kupambana navyo viko vitatu. Nimekwambia viti vya enzi, nimekwambia kuna madhabahu, na nikakwambia kitu cha tatu, nimekwambia ni kitu gani? Nikakwambia kuna malango. Utakapomaliza tunakwenda kwenye ile Yeremia 31 mstari wa 31 mstari wa 33 mpaka 34. Ina maana tunafanya maagano mapya. Maagano mapya, Joshua alisema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Haleluya. Ina maana kule tulikuwa tunapita, sasa tunakwenda tukafanya agano jipya. Tukafanya agano jipya kwamba mimi na nyumba yangu, mimi na wazazi wangu, mimi na watoto wangu, mimi na mke wangu, mimi na mume wangu, kila mmoja kutokana na familia aliyoibeba. Ina maana tunakwenda kufanya maagano mapya. Amen. Tunapofanya maagano mapya, katika hayo maagano mapya unayajengea madhabahu. Haleluya. Tutaelewana tu, maana siku bado zinaenda hapa, muda uniruhusu kuweza kuingia ndani sana.
Namba 3 kwenye section B. Kudai na kurudisha vitu watu walivyopoteza. Kuna vitu ambavyo watu wamevipoteza. Kuna mwingine nimesema amepoteza muda, kuna mwingine amepoteza wakati, kuna mwingine amepoteza miaka. Unaweza kusema sasa kwamba mimi miaka imeshaenda, sasa hizi hata nikirudisha ninahangaika ya kitu gani? Kumbuka kwamba Sara alikuwa na miaka 90. Wakati malaika amekuja akamwambia unakwenda kupata mtoto, Sara alianza kucheka. Akasema na miaka 90 hata huyo mtoto nitamfurahia. Lakini nataka nikwambie pamoja na kwamba alikuwa na miaka 90, lakini yule mtoto alipokuja Sara alifurahia, alicheka sana. Amen. Kwa maana hakunaga kuchelewa kwa Mungu. Kama Mungu akikufanyia kitu ambacho anajua kilikuwa kimepotea kwa muda mrefu, hata kuondoa kwa haraka, atakuacha uishi miaka mingi ili uweze kufurahia kile ambacho ulikuwa unakitarajia, ambacho ulikuwa unakitamani kwa miaka mingi. Sasa hapa anasema Mithali kwenye kudai na kurudisha vitu vilivyopotezwa, Mithali 6 mstari wa 30 mpaka 31. Inasema watu hawamdharau mwizi akiiba ili kujishibisha, iwapo waona njaa, lakini akipatikana atalipa mara 7, atatoa mali yake yote ya nyumbani. Ina maana kwamba mwizi anapoiba ili kwa ajili alikuwa na njaa. Yaani mtu alikuwa na njaa akakuta kwamba kuna muhindi huko hapo, akachukua akala. Kama hajaonekana, Biblia inasema haina shida. Na hata kwa Mungu nafikiri haina dhambi, kwa sababu hapo imesema kwamba haina shida. Lakini amesema kwamba atakapopatikana atalipa mara 7. Tena atalipa na vitu vyote alivyonavyo. Wakati mwingine hata mali alizokuwa nazo ataziuza ili aweze kulipa. Na sisi mwizi wetu tunamjua, ina maana tayari tumekwisha muona. Haleluya. Chochote ulichokipoteza kimaisha, mwizi wako unamjua vizuri sana. Mwambie jirani yako unamjua mwizi wako. Mwizi wako ni shetani, na kwa sababu ameona ni saa yeye kuvitapika na kuvirudisha chochote alichokiiba kwenye maisha yako. Iwe ni muda alioiba, iwe ni wakati alioiba, iwe ni furaha. Kuna mwingine hapa hata furaha haipo tena kwenye familia yake, kwenye ndoa yake, kwa watoto wake. Chochote alichoiba lazima arudishe mara 7. Ikiwezekana auze yote na kuzimu ili akulipe wewe hicho alichokuibia. Yoeli 1 mstari wa 7 inasema ameuharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu, ameambua magamba yake kabisa, ameuangusha chini, matawi yake yamefanywa kuwa meupe. Haleluya. Hichi hakitamgusa hakitawagusa wote, lakini kuna waliofika kwenye portion hiyo. Kwa hiyo huo mstari nimeuweka kwa makusudi. Haleluya. Ukiendelea kwenye mistari anasema miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare na tunutu atakwenda kuirudisha. Hiyo najua wote mnaijua, kwa hiyo sijaiweka. Lakini anasema ameuharibu mzabibu wangu. Yaani mzabibu tunapozungumza, kumbuka Yesu Kristo anasema kwamba yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Ina maana sisi ni matawi ndani ya mzabibu. Lakini kuna watu ambao wako mahali hapa, hakika shetani amewaibia afya, amewakwanyua left right and center. Haleluya. Anasema ameuharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu, ameyaumbua magamba yake kabisa, ameuangusha chini, matawi yake yamefanywa kuwa meupe. Ukiendelea hapo chini anasema naye Bwana atarudisha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare na tunutu. Umetumia miaka mingi kunywa dawa, umetumia miaka mingi kuugua. Katika jubilei hii ni sawa kurejeshewa afya yako. Hicho ambacho shetani amekiiba upate kukirejeshewa, uweze kuwa mwana wa Mungu aliyefanana na wana wa Mungu. Haleluya. Namba 4, sadaka ya jubilei. Najua kuna michango inapita, lakini kumbuka kwamba ile saa watumishi watakapopiga zile tarumbeta na kuanza kutangaza yale atakayotangazwa, obviously lazima uwe na sadaka. Haleluya. Ina maana uanze kujipanga. Sio ile saa inafika ndio unaanza kutafuta kwenye pochi. Anza kuiatamia. Hapo nyumbani unapoomba, ile muda wako wa maombi, iweke hapo chini, lala nayo hapo chini. Sema na Bwana, sema na Mungu. Haleluya. Kumbuka kwamba sadaka ni mlango wa vitu vingi sana kupenya katika maisha yako. Lazima uwe na sadaka. Haleluya. Sadaka ya jubilei. Piga tarumbeta, nimeshaizungumza. Namba 5, namba 6. Tangaza Jesus Power Experience, ukombozi, uhuru, urejesho na ufufuo wa kimwili na wa kiroho. Tangaza Jesus Power ipate urejesho, mwachilio, ipate urejesho
na ufufuo wa kimwili na wa kiroho na ukombozi katika kila eneo. Ina maana kwamba hivi ni vitu ambavyo tutaendelea kuanza kuvitabiri kabla ya ile siku kuu ambayo ndio itakuwa ni siku yenyewe, lakini kabla hapo tutaanza kutangaza mwachiliwa vitu tofauti. Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa kwanza na wa pili. Najua hili nitakalolisema wengi hatutalifurahia, lakini litabaki kuwa neno la Mungu. Amina. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasema, kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio, na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na kiacha alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbio ya maachilio ya Bwana. Tarudia. Kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio, ya jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiacha alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenzie wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbio ya maachilio ya Bwana. Amina. Hapa kidogo ni ngumu. Amina. Kwa maana sasa ili Mungu akuachilie lazima na wewe uachilie. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu sana. Kama ninakudai nitaendelea kukudai na nitakupa sababu ya kuendelea kukudai. Mwaka 2012 kuanzia mpale nilifanya jubilee ya kwanza, na katika ile jubilee nilisamee madeni yote. Ina maana kwamba huu ni mwaka wa 5, sio mwaka wa 7. Kwa hiyo jubilee hii haitanikuta kwenye madeni. Kama ninakudai, amina, nitaendelea kukudai kwa macho makavu, kwa maana mimi yako huu ni mwaka wa 5. Lakini kama wewe ulikuwa hujaachilia, lazima uachilie. Mwambie jirani yako, kama wewe ulikuwa hujaachilia ni saa ya wewe kuachilia. Lakini mchungaji aliachilia mwaka 2012. Kwa hiyo yeye anadai kwa uhuru kabisa. Wewe kama anakudai, ataendelea kukudai. Haleluya. Namba 7. Namba 7. Utukufu wa Mungu uonekane sehemu za giza ndani ya kanisa. Isaya 60 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hiyo sintaelezea. Namba 8. Utajiri wote wa Jesus Power uliochukuliwa urudishwe. Utajiri wote wa Jesus Power uliochukuliwa. Nikisema Jesus Power ni wewe na wewe jirani yako waliokaa hapa. Utajiri wowote uliochukuliwa wa mwana Jesus Power. Labda kama uko kwenye vitabu vyetu vya kanisa na uko live member, basi haitakuhusu. Lakini kama uko live member, ina maana inakuhusu. Utajiri wote wa Jesus Power ni saa ya kurudisha. Na hili ni la kukazana nalo sana. Utajiri wowote wa Jesus Power uliopotea, kama tulivyotangaza wakati tukitangaza kurudisha utajiri wa taifa la Tanzania. Tulitangaza, nimewaambia wakati nimeanza, tulitangaza tukachukua na mafuta tukamimina chini. Tukatangaza kwamba mawe yetu, dhahabu zetu, almasi zetu zote tukatangaza, na sasa hivi vinaanza kuonekana. Na ndivyo tunavyoendelea kutangaza kwamba utajiri wa Jesus Power, chochote cha mwana Jesus Power, kama kweli wewe ni mwana Jesus Power, lazima kile ulichopoteza kiweze kurejeshwa. Haleluya. Namba 9. Jesus Power isije kosa saa ya kujiliwa, time of visitation from the Lord. Jesus Power isije kakosa muda wake wa kujiliwa. Luka 19 mstari wa 41 na 42. Luka 19 mstari wa 41 na 42 nasema, alipofika karibu aliuona mji akaulilia akisema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwenye Biblia ya Kiingereza imeandikwa, they did not know that time of visitation. Haleluya. Yani ile saa ya wao kujiliwa na Mungu, ile saa ya wao kutembelewa na Bwana. Amina. Mwambie jirani yako, ni lazima ujue kwamba ni majira yetu. Ni lazima ujue kwamba ni saa yetu. Najua tunapenda zile injili za kupiga kelele, yes, haleluya, amen. Lakini sasa hichi ni lazima kiingie, kwa maana sasa kuna vitu vingine maombi hayawezi kuondoa. Na wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Umeshafanywa deliverance, umetapika mpaka matapishi yote yanayotoka na hayatoki tena, mengine yamegoma sasa hata na matapishi kutoka na bado hujafunguliwa. Ina maana kwamba kuna vitu vingine Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuwa na maarifa. Nenda na hiyo mistari ambayo nimekupatia.
Endelea kuisoma hiyo mistari ambayo nimekupatia. Endelea kuomba. Unapokuwa barabarani omba. Unapokuwa unalala nyumbani omba. Mtumishi wa Mungu alikuwa anasema hapa kwaka mke wake anamuuliza wewe unalalaga saa ngapi? Kwa maana mke wake akienda kulala na mwacha anaomba. Akiamka amemkuta bado anaomba. Haleluya. Hichi ni kipindi chako cha wewe kuweza kuvuka wewe pamoja na familia yako. Kuna vitu vingine ni lazima uweze kujua jinsi ya kupambana. Usipoweza kujua jinsi ya kupambana na maana wewe utakuwa ni mtu wa historia. Umeokoka lakini wewe bado ni mtu wa historia maisha yako yote. Unasikilizaga tu shuhuda za watu, unasikilizaga tu mambo ya watu lakini kiuhalisia huoni chochote kinachoendelea katika maisha yako. Ninaomba usimame mahali uliko. Haleluya. Hebu anza kusema tu na Bwana. Mwambie Bwana hakika this is my time. Mwambie Bwana huu ni muda wangu wa wewe kunijilia. Huu ni muda wangu. Huu ni wakati wangu. Hebu sema tu na Bwana kwa dakika chache kabla sijaomba maombi ya kufunga ibada. Mwambie tu Bwana kwa kweli ni wakati wangu. Kwa kweli nilikuwa sijaelewa kwamba jubilea ni kitu gani. Nilifikiri tu ni sherehe kama sherehe nyingine yoyote ya kawaida. Lakini kumbe Bwana kuna kitu ambacho unataka kufanya kwa ajili yangu katika ulimwengu wa roho. Kunivukisha katika maisha niliyokuwa nayo. Kunipeleka katika viwango vingine na mimi niwe mtu katikati ya watu. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamuinua kila mmoja aliyoko mahali hapa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nikiomba Mungu apate kujua wakati wake wa kujiliwa. Saa yake ya kujiliwa kwamba ni wakati una ni saa hii sasa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa maana Mungu hakika ni saa yako ya kulitembelea kanisa lako Jesus Power na kuwatoa katika utukufu mmoja na kuingiza katika utukufu wa mwingine. Na neno lako linasema utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Baba katika jina la Yesu Kristo, achilia utukufu wako juu ya kanisa lako. Achilia utukufu wako juu ya mwili wako ulioko mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapayanto robo sika rama mayanta. Rabosi yanto robo sika rama masika. Rikiando robo saka raba mayanta. Rabosi yanto robo saka raba masika. Rikayanta rabo saka raba masika. Rabosi yanto robo saka rikanda rama mayanta. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba katika jina la Yesu Kristo nainua wiki hili mbele zako Mungu wangu na Bwana wangu. Yote yaliyokusudiwa kufanywa na watoto wako katika wiki hili ninayainua na kuyaleta katika kiti